الحمد لله الذي أنار العقول بنور القرآن وأزال عنها غشاها، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية وأزكاها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بقرآن كالشمس في ضحاها وبسنة كالقمر إذا تلاها، فمن سار على هديه واهتدى بذاه سار في النور النهار إذا جلاها، ومن أعرض عن هديه وتمادى في غيه تاه في ظلام الليل إذا يغشاها. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. أوصيكم يا معشر الإخوان na kuhusieni enyi ndugu zangu pamoja na kuhusia nafsi yangu, alaikum bitaati dayyan, jilazimisheni sana kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Iyakum an tuhinu awqatakum, tahadharini sana kuzipuuza nyakati zenu. Fatandamu yawman ala ma fatakum, mtakuja kujuta siku moja juu ya yale yaliyowapita. Ma ahsana ta'atu lishubban, ni uzuri ulioje kufanya taa kwa ujana. Fas'au litaqwa Allahi ya ikhwani, fanyeni haraka kumcha Mwenyezi Mungu enyi ndugu zangu. Wa khairu khisali al-mar'i ta'atu rabbih, na bora ya moyo wa mtu ni kumtii Mola wake. Wala khaira fi man kana lillahi asiya, wala kuna kheri kwa mtu ambaye anakuwa kwa Mwenyezi Mungu ni mwenye kumaasi. Ibadallah, waja Mwenyezi Mungu watukufu, khutba yetu leo anwani inasema muhasabatu nafsi, ni mtu kujitathmini mwenyewe. Kwa nini tumeileta mada hii ya mtu kujitathmini? Naam, kwa wale wanaofuatilia tarehe za Kiislamu, hivi sasa tuko mwishoni mwa mwaka wa Kiislamu 1447, ndio tunaishia mwezi wa mwisho, mwezi wa Dhulhijja ambao ibada imeisha hivi karibuni, na unakuja ni mwezi wa Muharram, mfungo wa mwezi ambao ndio mwaka mpya wa Kiislamu. Bimaana sisi tuko mwisho wa mwaka. Kwa kuwa tuko mwisho wa mwaka, basi tufanye tathmini. Je, tangu Muharram ya mwaka jana na inaingia kesho kutwa tumekaa sawa sawa? Ndio maana tunaleta mada hii, kila mtu ajiangalie nafsi yake. Maisha ni yenye kusonga na maisha ni yenye kusongana. Pale mlipogongana basi urekebishe, pasipokuwa sawa sawa endelea nayo. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifa miongoni mwa khalifa wakubwa wa Mtume Muhammad, na jina la khalifa ndio limeanza kwa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, amesema katika maneno yake ya thamani sana kuwaambia watu: hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihesabu yenyewe jamaa. Fanyeni hisabu katika maisha yenu, fanyeni hisabu katika ibada zenu, fanyeni mahesabu katika kila unachofanya kabla an tuhasabu, kabla hamjafanya hisabu nyingi. Ukijifanyia hisabu mwenyewe unakuwa katika mambo kuendea kwake umakini, na pengine kuna sehemu ulijipata, basi unajua kabisa siwezi kufanya tena hiyo nijikwate, kwa sababu wewe ni mtu wa kujifanyia tathmini katika ibada zako, katika mambo yako. Fanya hisabu kabla hujahesabiwa. Wazinu anfusakum qabla an tuzawu, jipimeni katika mambo yenu kabla hamjapimwa. Jipimeni wenyewe katika ibada kabla hamjapimwa. Kwa hadithi aliyopokea Sahal bin Sa'd anasema, Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anatufundisha kwamba ulimwengu wa sasa na uliopita na ujao
hatuwezi kukaa milele. Dawamul hali min almuhal au mustahil, kudumu kwa jambo haiwezekani. Na sisi tuko tulikuwa na watu wako kabla ya sisi hawako, na sisi tuko tutaondoka na watu wengine. Maana wewe katika maisha yako, angalia sehemu yako iliyojaliwa na Mungu ya kuishi, hakikisha uchezei. Akasema kwa Mtume Muhammad katika hadithi maarufu, ishi mashita, ishi mashita, ishi kwa raha zote, ishi unavyotaka katika maisha yako, lakini utakufa innaka mayitun, wewe ipo siku utakufa tu. Na jambo la kifo limeandikwa msafuni, wala si kwamba jambo hili, na si kana kwamba watu ukipata tafadhali baada ya kufiwa unaona kana kwamba ni jambo hili. Kufa ni katika maisha, kama ambavyo unakula baadaye na ulikunywa chai katika mwendelezo wa maisha, katika kufa vile vile ni katika maisha yetu. Kifo kiko na kinaandikwa kwenye Qur'ani, ishi utakapoishi, fa innaka mayitun, hakika wewe utakufa wewe. Wa mahma talat hayatul insan, tambua vyovyote atakapoishi mtu katika ulimwengu huu, la budda min al-maut, lazima afe siku moja. Wa dhalika al-ajal al-mahdud, na hilo jambo limewekewa wakati maalum. Ikifika mtu saa, ikifika mtu muda wake, ikifika mtu haitoangaliwa na umasana katika ulimwengu, haitoangaliwa kama huyo kapoteza fahamu, haitoangaliwa na tena barabarani anacheza mpira, anaswali. Wadhalika al-ajal al-mahdud, huo ni muda ambao Mwenyezi Mungu ameweka na hauzidisha kama wala kupungua kwa mtu. Hakuna anayekufa nje ya utaratibu wa Mungu. Usiokasema mtekaa kwa fulani ndiyo Mungu kakadiria hapo vile, kila mtu kaandikiwa. Wadhalika al-ajal al-mahdud wal yawm alladhi la farra minhu, na kifo ndugu yangu hakuna anayeweza kukimbia. Hakuna yeyote anayetoka hapa kaishi sehemu gani eti akimbie kifo. Wal yawm la farra minhu wal haqiqatu allati la yastati' inkariha ahad, na ni ukweli usiopingika. Hakuna yeyote anayeweza kupinga hakuna kufa, hayupo mtu huyo, kwa sababu tayari kazika katika moja ya ndugu zake, babu, mama, baba, kaka, kashazika. Wal haqiqatu allati la yastati' inkariha ahad. Ya ibn Adam, mwanadamu mimi, mwanadamu wewe, ya ibn Adam innama anta ayyamu, hakika wewe ni mfano wa masiku katika maisha. Yani katika wiki leo Jumaa ni moja katika siku ya wiki. Kama umebakisha siku 7, basi sio 7 tena, zimebaki 6. Innama anta ayyam, wewe ni mfano wa masiku. Kullama dhahaba yawmun dhahaba ba'duka, kila ikiondoka baadhi ya siku moja katika zile 7, basi na wewe imebakia imeondoka baadhi yako. Inna lanafrahu bil ayyami nahwaha, hakika sisi tunafurahikia mno masiku kushirizwa. Mtu mwaka mpya anapiga madebe, anazurura kama mwendawazimu, kumbe hajui wa kulla yawmin madha yudna min al-ajal, hajui kila siku ikiondoka moja anakaribia kifo chake. Huyu nipiga asikitike na akae chini afanye mahesabu, mimi na miaka 46, mimi na miaka 50 sasa, na mwaka wangu unaisha leo. Je, mwakani nitamaliza? Rafiki zangu ndio wajua ngapi na nisiowajua hawako. Tulikuwa nao mwaka jana, sasa hivi tunapita tunasoma vibao tumeandikwa fulani katika tarehe fulani, na hali ya kuwa wao walikuwa mambo kama sisi, walikuwa na mambo yao, na pengine walikuwa na akili zaidi kuliko sisi, pengine walikuwa na mipango ya kisasa kabisa, lakini wako wapi? Muda ushafika. Wa kullu yawmin madha yudna min al-ajal, kila siku inayosogelea inakwenda mbele, tunasogelea kaburi. Ishi mashita, ishi utakapoishi katika ulimwengu, fa innaka mayitun, wewe utakufa. Lakini akasema wa ahbib ma ahbabta, napenda utakapopenda. Ma katika vitu, katika riawa, man ahbabta, katika watu pia mpende mwanao, mkeo, rafiki yako, ishi nao vizuri, jakatazwa. Penda kiasi utakapopenda, tambua fa innaka mufariqu, ipo siku utaachana nao. Kwa hiyo ishi nao, usije ukasema bwana unampenda mtu moja kwa moja akakuteleza kufanya mambo yako. La, hakikisha siku utaachana nao. Lakini wa'mal ma shi'ta, fanya katika vitendo utakapofanya wewe, fanya katika utakapofanya.
fa innaka majziyun bi, utalipwa kwayo. Hakuna kitakachopotea kwa Mwenyezi Mungu hata kimoja. Na hapa ndio tunatakiwa Waislamu tuwe makini sana katika matendo yetu. Hakikisha katika vitendo vyako usije ukamdhulumu mtu kitu, usije ukajiona mjanja wa mjini alafu eti ukamdhulumu mtu jambo lake ukamwona umemdhulumu. Usifanye kitendo kwa sababu hata kwa kujificha. Mungu anaficha kila kitu, utakikuta na utakuja kulipa siku ambayo ni nzito kuliko sasa. Sasa unaweza kumlipa, lakini siku ya kiyama hamna kulipana. Watu watalipana thawabu tu. Sasa thawabu nyingine zinakutosha mpaka uanze kudhulumu watu kwa walipe. Katika hadithi maarufu Mtume anasema, mnamjua ataduruna manil muflisu min ummati, mnamjua aliyofilisika katika umati wangu? Masahaba wakasema, la ya Rasulullah, sisi Mtume hatumjui na wewe na Mungu. Aliyofilisika ni yule man la dirham lahu wala mata, ni asichochote, tuasiyekitu hapo kitu bana, ndio maskini wa yae. Mtume akamwambia, nimekosea. Al-mu'minu min ummati man yati yawm al-qiyamah bi salat, muumini katika umati wangu ni yule atakayekuja siku ya kiyama hali ya kuwa ameswali vipindi vitano na imamu. Lakini mwana mwingine wa siyamu na zakana yote kayafanya, lakini wayati atakuja siku ya kiyama wakati dhalama hadha, alimdhuluma hata shahida alimdhulumu kitu, fayukhadhu min hasanatihi, basi atachukuliwa mema yake kutoa yule aliyomdhulumu. Sasa kama wewe ulimdhulumu mtu hali ya kuwa wewe unamlipa huko na uliona mjanja, basi madhambi yako yanateketea mpaka yanaisha. Madhambi yako pekee ndio kitu kikubwa, hali ya kuwa wewe unabakia muda wa chochote, unaingia katika moto wa Mwenyezi Mungu, na sijida kubwa haisiyokusaidia kitu. Tuishi katika matendo yetu, wa amal mashita, fanya utakaofanya, lakini fa innaka majziyun, utalipwa. Wa alam, tambua mwanadamu, anna ma sharafu mu'mini, hakika utukufu wa mtu qiyamuhu billahi, ni watu kusimama usiku, ni watu kumwomba Mwenyezi Mungu wa bil ashari. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, wa bil ashari hum yastaghfirun, na wacha Mungu waumini ni wale ambao usiku mwingi wanamwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Wako wapi waumini wale wenye kusimama usiku? Ndio mambo hayaendi. Mwenyezi Mungu atuelekeza tupembeleze mida gani, na hata dua zina mida yake, hata dua ndio taratibu wake. Mungu Mwenyezi Mungu ampa usiku wa kunyosha mambo. Watu wamekaa wanalala saa 3, na wengine wanachelewa kulala kwa mambo ya kibuzi tu, wanaangalia sinini mpaka saa 6 saa 7, hapati hata muda wa dakika 2 usiku, muda wa kizima mwezi, wengine hata mwaka hajaswali jambo hili. Tambua wa anna ma sharafa al-mu'min, tambua anna ma sharafa al-mu'min, hakika utukufu wa muumini qiyamuhu billahi, ni mtu kusimama usiku. Kama huwezi kwa wiki, basi mara moja kwa mwezi angalau usipite hauja qiyamu billahi. Lakini akasema wazao na utukufu zaidi katika hao istighnahu wa linnas, yule mwenye kutosheka na watu, yule ndio mcha Mungu. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anafundisha katika hadithi hii kwamba tuishi tutakapoishi tujue ipo siku tutaingia katika mambo bora. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amesema katika aya tuliyotanguliza, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini mmekuja msikitini, hamjashukua fimbo na mtu wala hamjasukuma wala hamjaambiwa kuna zawadi mkija hapa. Nyinyi ni waumini kwa hiari yenu, mmejitakasa nafsi zenu zikawa nyeupe, mkamfuata Mwenyezi Mungu na mtume wake Muhammad, mkaja msikitini. Mungu anazungumza na nyinyi, sio anazungumza na kila mtu. Nyinyi mliomkubali Mungu, jambo la kwanza, ittaqullah, mcheni Mwenyezi Mungu, maana atufaradhiwa, tekelezeni faradhi zake Mungu. Lakini wajitinabu an maasihi, wajitinabu an maasihi, jiepusheni kutokana na maasi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ittaqullah waltanzur nafsun ma qaddamat lighad, na tizame mtu kitu gani alikutanguliza kwa ajili ya kesho akhera. Na Mwenyezi Mungu ametumia kalima tuhati kwa sababu Mwenyezi Mungu amejalia masiku sasa yamekuwa ni karibu, lakini muradi wa kadhia hapa ni siku ya kiyama. Mcheni Mwenyezi Mungu na angalie mtu afanye tathmini, ni kitu gani ambacho kitamfanya yeye atakuwa salama kwa Mwenyezi Mungu kesho. Wattaqullah, Mwenyezi Mungu anataka nyingine hapa, mcheni Mwenyezi Mungu jamani, mcheni Mwenyezi Mungu, mcheni Mwenyezi Mungu. Inna Allah, Mwenyezi Mungu khabirun, ana habari ndio Mwenyezi Mungu. Inna Allah khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu ana habari na kila mnayofanya.
Wewe hata ukijifungia wapi, hata ukifanya kwa siri, hata ukifanya wapi ya kheri, Mwenyezi Mungu ana habari kuliko unajua. Hata ukifanya ya shari, Mwenyezi Mungu ana habari na yote mnayofanya. Tujitahidi sana kufanya kheri ili tuwe salama kwa Mwenyezi Mungu. Wala Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingine ya kumalizia hotuba yetu, anasema sisi wote tuna akili, lakini kuna akili iliyokuwa safi. Kila mtu ana akili, ng'ombe ana akili, mbuzi ana akili, lakini kuna akili safi. Al-kayyisu, wala Mtume anasema mtu mwenye akili safi ni yule ambaye al-kayyisu man dana nafsahu, ni yule mwenye kuhesabu mwenyewe nafsi yake. Mwenye akili timamu ni mwenye kufanya hesabu mwenyewe, ili katika swala tano za siku je, nimeswali jamaa kweli? Au swala zinazopita niko mjiweni, jamaa hija imepita mwaka huu na uwezo sijaenda, hizi mali za kwa haramu hizi. Adhana inaadhiniwa tu bado na halali kipindi cha adhana. Je, hii inayochuma ni halali kweli? Kweli mbalimbali ya sawa, bana Ramadhani imeisha. Kuna wengine wanadaiwa Ramadhani je imepita. Mwenye akili timamu ni mwenye kujihesabu, lakini sio kujihesabu tu, wa amila lima ba'da al-maut, na akafanya vitendo vitakavomfaa yeye baada ya kufa. Baada ya kufa kuna maisha tena, sio basi tu kama wanavyosema makafiri na baadhi ya Waislamu. Kifo ni njia tu, kama tulivyotoka katika tumbo za mama zetu tukawa hapa, na kituo kinachofuata ni barzakhiya, kaburini. Kuna maisha na Mwenyezi Mungu alisema kullu nafsin dha'iqatul maut, hakika kila nafsi. Na kwa hapa katika mantiki, kwa hapa ndio inakwambia sio hii kullu nafsin na mbovu yake, dha'iqatul maut ni yeye kufa. Na ametumia kalma idha. Kwa nini idha? Ametumia kalma idha kwa sababu ni kufa. Na mtu akuuza leo tunasema kwa siku wao wamekula au alioja, maana baadaye utakula. Kwa hiyo kaburini kuna maisha, baada ya kufa kuna maisha. Inategemea al-qabr imma rawatun min riyadil janna, qabri imma ni mabustani katika mabustani ya pepo, wa imma hufratun min hafar niran, wa imma hufratun min hafar niran wa iyad billah. Imma ni mashimo katika mashimo ya moto. Inategemea wewe. Je, kaburi lako umeliandaa kuwa ni bustani? Je, kaburi lako wewe umeliandaa kuwa ni katika mashimo ya moto? Mwenyezi Mungu anasema inna hadainahu sabila, tumemuongoza mwanadamu njia mbili, imma shakira, na hiyo ni adatu tafsiri, imma shakira wa imma kafura, imma huku au hakuna ya tafiani. Kwa hiyo mtu ambaye mwenyewe kaburi lake ameliandaa katika hali gani? Umeliandaa katika hali njema au hali gani? Basi hakikisha wewe unajihesabu nafsi yako, lakini waamila lima ba'da al-maut. Na yenye mengi baada ya kufa, kubwa la kufanywa ni watu wasiache kumwabudu Mwenyezi Mungu. Hilo ndio kubwa kwa yote. Itakuwa ni ajabu sana Muislamu kwa katika mlungu wa ardhi, swala za kupita. Muislamu uko katika mambo yako, swala za jamaa zinakupita, alafu eti Muislamu swala hilo kwako wewe unajiita Muislamu, lakini hapana. Akasema mtu ajihesabu nafsi yake, lakini afanye kitakachofaa baada ya kufa. Wanaajiz, na mtu mjinga mpumbavu, naweza kusema hivyo, man taba'a nafsahu hawa, ni yule mwenye kuifuatishia nafsi yake matamanio. Yani yeye anaamrishwa nafsi, akiamua kufanya jambo fulani ana mipaka. Muislamu ana mipaka, si kana kwamba Muislamu haoni yaliyokuwako. Mambo yako na pengine mazuri yanashawishi, lakini anajua mwisho wako ni hapa. Muislamu lazima kuwe na mipaka bwana, na nafsi siku zote inashawishi. Sayyidina Yusuf alayhi salam anasema katika Qur'ani, Mwenyezi Mungu anawabariki nafsi, inna an-nafsa al-ammara, angalia, inna an-nafsa al-ammara bisu, nafsi siku zote inafanya mtu kwenda katika majambo, kwa sababu nafsi yenyewe imeumbwa katika vitu vichafu hivi, na kwenda kwa hiyo uchafu nafsi. Sasa inna an-nafsa al-ammara bisu, hakika nafsi ni yenye kuamrisha watu sana, kuwapelekeza wafanye mambo machafu. Nafsi ndio ilivyo. Sasa wewe ni jukumu lako kuirudisha katika sawa sawa. Usiwe kama mnyama yeye akiamua kushoto kulia,
wewe utakuwa sio katika waumini wazuri. Waumini wazuri ni wale ambao wana mipaka. Unajua kabisa hili ni zuri na naweza kufanya hili ndani ya uwezo wangu, lakini huwezi kufanya kwa sababu ya Mwenyezi Mungu. Wewe ndio mwenye akili, lakini mtu mwingine mpumbavu anaitwa Mtume Muhammad wala ajiz au ahmaq ridwan wal ahmaq, na mtu mjinga mpumbavu, man ittabaa nafsahu hawa, ni yule mwenye kuifuatisha nafsi yake na matamanio, alafu watamanna ala Allahi ahmad, kwa Mungu eti naye anataraji aingie peponi. Hiyo ni ajruru. Kama mtu swala hajaswali, mtu Qur'ani yenyewe vizuri hajui, alafu eti naye anataka aingie peponi, hata kuswali yenyewe hataki. Huenda wazimu kwa aina mbali, basi aina mbalimbali. Huenda wazimu una aina nyingi. Unaona mtu wa mchana wakwambia mtu hajaswali, alafu anatamani yeye eti ataingia katika pepo. Sasa tusiwe katika watu hao, bali sisi tuwe katika wale ambao Mwenyezi Mungu anataka wafanye kheri, na tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie katika yale tunayofanya tukubaliwe, na hilo ni kubwa sana. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri katika maisha yetu. Mwenyezi Mungu ajalie ni wenye kufanya hisabu katika maisha yetu. Sehemu tuliyokosea basi Mungu atusamehe, na pale tukupatia basi Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kung'ang'ania na kulipa thawabu zake. والله تبارك وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز وجل العظيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا كثيرا كما امر. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له رضوانا لمن جحد به وكفر، واشهد ان سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه من بعده. اما بعد، عباد الله اتقوا الله من صلاه الله وفضول الخبر واتقوا عما نهاكم عنه وزجر. قال الله تعالى مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على النبي الرحمة شفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك وضمه، وعلى آله وصحبه ومن نصره في كل مهمة، خصوصا منهم في الأسر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، وعلى سائر الأوان الناقد بصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر الخطاب، وعلى جلال القرآن والسحاب وملائكة الرحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان، وعلى أسد الله قائد أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب. اللهم ارنا جميع الصحابة الكرام أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجعلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمنا في أوطاننا يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مؤيدا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يأمر